Okay, kwa hiyo ningependa wote tumeshajiintroduce, nitaenda moja kwa moja kwenye introduction fupi ya OSM ni kitu gani. Kwa hiyo unaweza ukawa una note down kwa wale ambao mmeshaingia kwenye hii training. Kwa kitu cha kwanza tutazungumzia issue nzima inayoitwa OpenStreetMap. Nadhani wengi wenu mmeisikia. OSM, OpenStreetMap ni platform ambayo yenyewe ni online, ambayo ina comply, ina ramani, ina act kama Google Map, lakini hii yenyewe ni open source, kwamba mtu yoyote ana uwezo wa kuitumia na ana uwezo wa kucontribute kwenye hii platform. Na platform hii platform link yake ni openstreetmap.com. Kwa mnaweza mkaona hapa. Leo nitaonyesha jinsi ya kuopen account na jinsi ya kucontribute kwenye hii platform. Kwa hiyo tunaita openstreetmap.org. Kama mnavyoona, hii ni base map ambayo inakuwa na barabara pamoja na majengo na features zote ambazo zinatakiwa zipatikane kwenye ramani ya kawaida, pia zinapatikana. Kwa hiyo kwenye contribution unavyoviona ndani vyote, kwa mfano kama kizoom zaidi, unaona kuna majengo, unaona kuna barabara, unaona kuna other features, kuna shule, kuna nini. Hizi features zimekuwa added na watu kama nyinyi, na ni mtu yoyote ana permission ya kuadd kitu chochote humu ndani. Kwa vitu ambavyo anatakiwa awe navyo, kwanza anatakiwa awe na account ya OpenStreetMap. Kwa sababu leo tutafundishana jinsi ya kutengeneza hiyo account ya OpenStreetMap na ni jinsi gani utaweza contribute kwa in short, maana leo ni issue nzima ya introduction. Kwa hiyo tutaongelea issue ya introduction, nitafundisha then baadaye nitaruhusu watu mtoe maswali na nitawajibu. Kwa hiyo hiki mnachokiona hapa ni base map. Base map ni ya OpenStreetMap, na kilichofanyika humu ni kwamba umeona majengo yaliyochorwa na barabara. Hizi ni vitu vyote vimetengenezwa na mtu yeyote ambaye alijisikia, aliadi barabara. Kuna wengine waliadi majengo, waliadi misikiti, makanisa. Kwa issue kubwa ni kwamba kuifanya Tanzania yetu iwe mapped na iwe rahisi kwa sisi kuweza kufika sehemu fulani kwa urahisi zaidi. Kwa unawezaje kucontribute kwenye OpenStreetMap? Kitu cha kwanza unachotakiwa ni kwamba uta open account ya OpenStreetMap, ambayo hii account ya OpenStreetMap unatakiwa uwe na email. Utatengeneza username yako, lakini pia utahitaji uconfirm email yako kuhakikisha kwamba wewe ndio uliotengeneza hiyo account na ndo owner wa hiyo email. Kwa hiyo nitaenda haraka kidogo, nadhani kila mtu anaona base map hiyo. So tutaanza ukiangalia ukishaingia kwenye hiyo website ya openstreetmap.org, account hapa openstreetmap.org, upande wako wa kulia utaona kuna button mbili, kuna login and sign up. Kwa hiyo kama ni new user, kwamba hauna account ya OpenStreetMap, utahitaji sign up ili kuweza kuwa na account ya OpenStreetMap. Lakini kama
ni user ambaye una account ya OpenStreetMap, haitakuwa na haja ya ku sign up, uta login. Kwa hiyo tutaanza na kufanya, tuta sign up. Kwa hiyo tuta click sign up, then kitatokea kitu kama hicho hapo, kwamba kitakuhitaji uweke email, then uconfirm email yako, then in display name utahitaji kuweka username, but remember, kipindi unaweka kwenye display name username yako inatakiwa iwe ni ya kipekee, kwamba haijawahi kutumika na mtu yeyote. Then utaweka password and confirm password. Kwa hivyo ni vitu vingapi? Vitu vitatu ambavyo unatakiwa uwe navyo. Uwe na email, uwe na username na then uwe na password. Kwa ukishamaliza kujaza hivi vitu uta sign up. Baada ya kusign up unatakiwa urudi kwenye email yako, either ni Gmail au email yoyote. Ukifika kule utakuta kuna message wamekutumia na message hii utatakiwa uconfirm. Kwa ukisha confirm utakuwa tayari umeshatengeneza account. Baada ya kutengeneza account, issue unayotakiwa kuja kufanya ni kwamba utarudi tena kwenye website yako ambayo ni openstreetmap.org. uta click enter, then kwenye upande wako wa kulia kwenye vile vibutton, kwenye hizi button mbili kuna login and sign up. Hapa tunachokifanya sisi tuta login kwa sababu tayari tulishatengeneza account kwa kusign up. Kwa hiyo tutajaza zile information zetu ambazo tunahitaji kwa hiyo first inabidi tuweke username. Kwa hiyo utaandika username wako ambao ulijisajilia au email, then utaweka password. Kwangu mimi hapa nitaandika username yangu na nitaandika password, then nita login. Yeah. So ukisha login utaona kuna changes zimetokea, kwamba itakuonyesha profile yako. Kwa huku pembeni kutakuwa na profile na kunakuwa na option ya log out. Kwa mpaka hapo tutakuwa na uwezo wa kuingia kwenye account yetu ya OpenStreetMap. Na hii ni platform ya online ambayo inakuwezesha wewe kutengeneza ramani au kudigitize ukiwa online. Lakini pia hawa OpenStreetMap wana platform zao nyingine ambazo unaweza ukatumia offline kama Josem, lakini pia kuna application za simu ambayo inaitwa Maps.me, Awesome and wana platform nyingi. Kwa unachotakiwa kufanya wewe, kwa kila platform utakuwa unatumia hiyo username yako pamoja na password ili kujoin. Kwa leo tutajifunza hii online platform ambayo itatuwezesha kuchora ramani ya sehemu yoyote ambapo tunataka kuchora. Na mara nyingi ningependa muanze kuchora yale maeneo ambapo mpo familia nayo. Kwa mfano kama unatokea Zanzibari, basi ujitahidi utafute eneo ambalo ni Zanzibari kama kwenye ramani inavyokuonyesha, and then ili kuedit tutakiwa kufanya utabonyeza edit,
utabonyeza edit, then uta edit with ID au in browser editor, uta click then ita open. Sasa hapa ukishafungua hii platform, kitu cha kwanza itakuwa inakuonyesha ile walkthrough kwamba ni kitu gani ambacho unahitajika kufanya. Kwa wale ambao ni beginner, ni vyema zaidi ukawa unaanza na hii walkthrough, start walkthrough and then itakuwa inakuonyesha ni kitu gani unatakiwa kufanya kama ni beginner. Lakini kama ni mtu ambaye ni familia na hiki kitu, uta start to edit. Kwa kuna option mbili hapa. Kwa tutaanza na start walkthrough kama ninavyokuonyesha, nakwambia welcome to walkthrough will teach you the basics of editing on OpenStreetMap. Kwa welcome, ta click OK. All the data in this walkthrough is just for practicing, and any edit that you make in the walkthrough will not be saved. Kwa hiyo ni kama mwongozo wa wewe kukuonyesha ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya kwenye hii ID editor. Kwa hiyo tutaanza na navigation. Hapa nakwambia you can click and drag. Tunaweza tuka click and drag. Endapo kama unahitaji kudrag, umechora sehemu unaona haitoshi, unataka kudrag, huwa tunatumia shift, tunatumia left button kwenye mouse yako. Kwa hiyo utai hold then utakuwa una drag ili kuhamisha sehemu. Lakini pia unaweza uka zoom in and out kwa kutumia mouse yako. Hizo ndio issue wanazofundisha hapo. Lakini pia kwenye kuedit huwa tunakuaga na vitu vingapi? Vitatu. Huwa tunaongeleaga issue ya line, polygon and area. Sawa. Kwa mfano kuna line, point and polygon. Endapo kama unahitaji kuchora jengo, mara nyingi jengo wao linachorwa ni polygon, si ndio? Kwa kama jengo huwa tunachora kwa polygon, tutatumia features ambayo ni area. Lakini kama ukiwa unahitaji kuchora barabara, river au streams yoyote, huwa tunatumia line. Kwa tunahitaji kuchora point, kwa tunahitaji kuchora position ya kitu, kwa mfano kuonyesha towers, kuonyesha villages, huwa tunatumia point. Sorry. Kwa hapa ni option ambazo tutakazozitumia kipindi tunaanza kuchora ramani yetu. Lakini pia ili kuweza kuedit point fulani au features fulani, unatakiwa click kwenye hiyo features ili kuweza kuedit. Na ukiklik hiyo features, upande wa kushoto kwako utaona data zote kuhusiana na hiyo features ambazo ni hizi hapa. Kwa hiyo una uwezo wa kubadilisha jina la hiyo features, una uwezo wa kubadilisha operator and type endapo kama hizo data unazo. Lakini kama hauna, unaweza tu ukaandika jina. Kama jina hauna pia unaweza ukaonyesha kwamba hiki ni kitu fulani, ni jengo, lakini hauna information zake nyingine. Kwa hapa juu ni upande wa tag, kwamba inakuonyesha ni aina gani ya features. Kwa mfano tuliclick point, unaweza ukachange ukatafuta features nyingine kwamba labda ikawa ni towers au ni wet range au ni nini. Au ka search ukatafuta hiyo feature. And then here unaweza ukasearch ili kupata features kwa urahisi zaidi. Ila kama inakuchanganya,
unaweza ukatafuta features. Maana mara nyingi tunaangaliaga kama ni jengo, na hii tunaita ni remote sensing. Unachora kitu ambacho maybe unaweza ukawa not familiar nacho au ukawa unakifahamu. Kwa hiyo kama area hauna uzoefu nayo, ila unajua ni jengo, unaweza tu ukachora jengo then ukaacha. So pia kwenye uchoraji wa barabara na nyewe ni hivyo hivyo, lakini tukumbushane ni kwamba kwenye barabara huwa tunachora kwa kutumia line. Hatuwezi ukachora polygon. Barabara huwezi ukatumia polygon, kwa hiyo tutatumia line. But unaweza ukatumia hii zoom in option ambayo ipo kuja kwako kwa ajili ya kuzoom sehemu ambapo unataka kuichora, maana utakiwa uichore sehemu ambapo utaiona. Kwa hiyo ili uweze kuiona kwa zaidi, utakuwa unatumia zoom in and zoom out. Yeah, hiyo ni simple introduction kwenye tools ambazo tutaenda kuzitumia kwenye kuchora kwetu. Kwa hiyo first of all, tunachohitaji ni kwamba tupate eneo la kufanyia mapping, na nimewambia ni vyema zaidi uchore sehemu ambapo uko familia na wewe na hiyo sehemu ambapo unapotokea. Kwa hiyo kwa mimi hapa leo nitajaribu kutafuta sehemu ambapo haijachorwa ili tuweze kuchora wote. Kwa hiyo sasa tutafute Dodoma. Kwa hapa ni option mbili. Unaweza kama ni mzoefu wa ramani yako na unajua position ulipo, una uwezo tu wa kutumia ramani mpaka kufika sehemu ambapo unataka uingie kwenda kuchora. See? But endapo kama sio mzoefu, hilo eneo lako ulifahamu na ujue lipo position gani ya ramani yako, ni vyema unaweza uka search. Kwa sisi hapa tuta search let's see, yeah. Kwa kama unavyoona contribution za watu tofauti tofauti, ukiangalia hapa kuna majengo, kuna watu wamechora barabara, majengo, wameweka na features nyingine tofauti tofauti. Kwa na wewe pia kwa eneo lako unaweza contribute kwa mfumo huu kwa kuadi majengo ambayo yapo kwenye eneo lako. Kwa features ambazo tutaenda kuzitumia leo, tutatumia point, line and area. Nikimaanisha kwamba kwenye area tutakuwa tunachora polygon, while kwenye line tutakuwa tunachora barabara, highways, and kwenye point huwa tunawakilisha position ya kitu. Kwa hiyo tunaweza tukachora kwa mfano hapa hii ni Mihani Gas Filling Station. Tunaweza tukaonyesha station, tunaweza tukaonyesha towers, tunaweza tukaonyesha vitu ambavyo ni in terms of point, na village pia tunaweza tukatumia point kuindicate. Lakini pia tunaweza tukaonyesha point, tunaweza tukaitumia kwenye visima kuonyesha position ya visima na mara nyingi position ya visima huwezi ukaiona kwa ukizoom huwezi ukaiona, lakini naamini kwa wale ambao mpo familia na hayo maeneo, mnaweza mkawa mnafahamu kwamba hapa kuna kisima au hapa kuna ofisi yoyote ya serikali, kwa unaweza uka indicate
Kwa majengo yote tutachora kwa area, lakini pia line tutachora barabara. Tutaonyesha pia kwenye line, tunaitumia line kuonyesha levels, tutatumia kuonyesha streams, tutatumia kuonyesha vitu vingi ambavyo ni linear. Kwa najaribu kutafuta sehemu ambapo haijawa mapi ili kuweza kuonyeshana ni jinsi gani ya kutumia hiyo tools. Kwa hizi ndo tools zetu ambazo tutaenda kutumia, lakini pia upande wako wa kulia tulionyeshana kuna option ya kuzoom endapo kama unahitaji kuzoom eneo kuliona kiuhalisia, lakini pia hii ni zoom in and out. Pia kwenye mouse yako unaweza ukatumia scroll bar ile kwa ajili ya zoom in and out, lakini pia inategemea na uwezo wa kompyuta yako. Kuna features moja inaitwa show my location. Endapo kama PC yako ina GPS nzuri, inaweza ukiklik hapo ikakuposition sehemu ambapo ulipo, lakini ni mara chache, ni kompyuta chache ambazo zina uwezo huo. Kwa mara nyingi huwa tunatumiaga search ili kupata sehemu ambapo unataka kufanyia mapping. Kwa hiyo lakini pia kuna background setting. Hii background setting ni features ambayo inakuwezesha kuchange satellite image ambayo ipo ndani ya platform yako. Kwa mfano sasa hivi tunatumia Bing Aerial Image. Kwa unaweza ukachange tukaweka Maxar Premium Image ambayo ni current, ina features ambazo ni current. Kwa leo tutatumia hii Maxar Premium Imagery. Na ukiview hapa utaona kuna muonekano kidogo umejitofautisha ukilinganisha na ile image ambayo tulikuwa tunaitumia. Kwa hizi zinasaidia endapo kama unahitaji kuchange image. Na unaweza ukawa unatumia Bing mara nyingi ni outdated, kwamba ni old imagery. Kwa inaweza ikakuonyesha features ambazo sio current. Kwa tutatumia Maxar Premium. And then kama unavyoona ukipreview hapa utaona kuna jengo, mfumo wa majengo, lakini hapa pia utaona ni mfumo wa barabara. Kwa tutaenda kutumia tools ya area ili kuonyesha jengo, kuchora jengo, na tools ya line kuchora barabara. Kwa hiyo tutatumia area, uta click area ambayo shortcut yake uta press start endapo kama unahitaji kutumia shortcut, lakini kwa sasa hivi tutaenda direct. Kwa hiyo uta click area, then click area utaenda kwenye jengo ambalo unataka kwenda kulichora. Let's say hili hapo, uta click angle hii na angle hii, then itakuwa kwa mfumo huo. Ukiangalia hili umechora, lakini mpaka sasa hivi halitambuliki ni kitu gani, ni mchoro tu. Kwa ili kuitambulisha hii features, what kind of features, unatakiwa kuingia kwenye building features, uende kuitag kwamba hii ni jengo. Kwa utakuja huko, kwa kama huwezi kutembea na hizi features, unaweza ukasearch pia ukasema nimechora ili nikiwakilisha ni building. Na mara nyingi watu tukiwa tunachora kitu ambacho ni jengo ambalo hulijui, sio familia nalo, huwa tunatumiaga tag ambayo ni building. Yes, kwa hapa tuta click building. Hatujui jina la hii building, kwa ni vyema zaidi ukaacha tu ni building hiyo. Kwa ukisha click building utaona rangi ya building imechange, ile features imechange. Before ilikuwa haina color yoyote, filling color hapa katikati, lakini kwa sasa hivi kuna color ambayo ni orange. Then hilo jengo letu tulikuwa tumeshalichora, lakini pia tunahitaji
Ukiangalia hili jengo limepinda, tunataka tuliweke square. Unachotakiwa kufanya, utaenda mpaka juu ya hilo jengo, then uta right click, then utakuja uta square, au shortcut yake utakuwa unabonyeza Q. Kwa hiyo tutafanya hivyo kwa kila jengo ambalo unahitaji kulichora. Tutachora jengo lingine hili hapa, ili itakuwa na pembe, tuashumu na pembe, ili na pembe kama 6. Kwa kuna engo hii hapo na hapo. Baada ya kufanya hivyo, uta click Q kama shortcut ya kusquare jengo. Shortcut ya kusquare jengo, then utakuja kwenye tag. Huko kwenye tag inabidi tuweke features ambayo ni building, yes. Uta click building. Baada hapo jengo lako linakuwa tayari. Kwa hiyo na wewe unakuwa umecontribute. Kwa kila features ambayo unakuwa unaiadd, ukiangalia upande wako wa kulia inakuonyesha kwamba umeadd features ngapi. Kwa hiyo kwa sisi hapa tuna make changes 2. Kwa hiyo ndio maana hapa inaonyesha kuna changes 2. Kwa hiyo unaweza ukasave, na kwenye mfumo wa kusave ni kwamba tuta upload kwenye save ambayo tuta upload. Uta click tu kwenye hiyo save, and then utaenda kwenye change set comment, utaweka comment yoyote ambayo inatambulisha hilo eneo. Kwa ukishaweka comment, then uta upload. Kwa ukisha upload, kinachokuja kutokea ni kwamba zile features 2 zinakuwa uploaded. Kwa hiyo kunaonyesha kuna empty changes. Kwa hiyo unatakiwa kila unavyoadd kwenye upande wa save utakuwa unabadilika. So hiyo ni building. Features zote ambazo ni polygon tuna add kwa kutumia hili. Tunaenda kuonyesha features ambazo ni barabara. Barabara tumesema tunachora kwa kutumia line. Kwa hiyo tuta click line kama tulivyofanya kwenye building, then tutaanza mwanzo wa barabara ambayo tunataka kuichora. Tutachora barabara yetu. Ila ukumbuke barabara huwa inakuwa na mwanzo na mwisho. Kwa hiyo kipindi unaichora barabara yako hakikisha inakuwa na mwanzo pia inakuwa na mwisho. I mean kwamba mwanzo inatakiwa iunganike na barabara na mwisho pia inatakiwa iunganike na barabara. Barabara haitakiwi kuwa ina hang. Maybe labda itokee tu ni barabara zile entrance road ambazo zinakuwa zinaingia kwenye sehemu fulani. Yeah. Kwa hapo pia hii barabara tumeichora, but haiwezi ikatambulishwa kwamba ni barabara au ni kitu gani. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya, unatakiwa uintroduce, uipe tag kwamba hiki ni kitu gani. Maana hapa imedetect tu kama line. Kwa hiyo unatakiwa uintroduce ni barabara au ni mto au ni kitu gani. Kwa hiyo tutafanya kama tulivyokuwa tumefanya kwenye building. Unachotakiwa kukifanya hapa, tutaenda kwenye search, tutatafuta unclassified, maana huwezi ukajua maybe kwamba ni aina gani ya barabara. Kwa hiyo kama haujui aina gani ya barabara, main road au ni barabara gani, mara nyingi watu wanaweka unclassified. Then ukisha click unclassified utaona barabara imechange. See? Then hiyo ni mfumo mzima wa kuchora barabara. Kwa hiyo hata pia tukiwa tunachora mto sorry, kwa kuchora mto na yenyewe utakuwa unatumia line, lakini features kwamba tag ndio itakaobadilika, kwamba kwenye tag ya mto itakuwa ni tofauti. Tag ya mto mara nyingi tutakuwa tunatumia either river, tutakuwa tunatumia river. Kwa hiyo uta search river, then utaona kuna feature imekuja river, uta click. But kwa hii feature yetu hapa ni barabara, tutaacha hivyo hivyo. Baada ya kuonyesha hivyo, uta upload pia. Utaweka tag yako hapo.
then uta upload. Kwa hiyo ni introduction fupi jinsi ya kuadi data kwenye OpenStreetMap, na unaweza ukaitumia OpenStreetMap sehemu yoyote, ila tu hii platform inaweka ukiwa na kompyuta, japo ukiwa unahitaji kutumia OpenStreetMap unaweza ukatumia application zake. Kama unahitaji kutumia kwenye simu unaweza ukatumia app ambayo ni maps.me, lakini pia unaweza ukatumia maps.me, lakini pia unaweza ukatumia OSM End. Hizi ni application ambayo ni za simu, lakini pia OpenStreetMap inatumika ina software yake ambayo ni offline ambayo inaitwa JOSM, ambacho kirefu chake ni Java OpenStreetMap. Pia hii unaweza ukaidownload, nitashare link kwa wale ambao mnahitaji link ya kudownload JOSM. Lakini kwa sasa ningependa wote muweze kumaster hii ID editor, maana mkishaifahamu hii ID editor itakuwa ni rahisi kwa nyinyi kuweza kuadapt hata hizo platform nyingine. Kwa hiyo ni mfano mmojawapo wa kuonyesha jinsi ya kuadi data kwenye OSM. Kwa hiyo moja, lakini pia unaweza ukaadi data nyingine. Ya mwisho ni kwamba tulikuwa tunaongelea point, kulikuwa na area, line pamoja na point. Kwa hiyo kwenye point, let's say tunatolea mfano, endapo kama kuna towers, unaweza uka indicate kwamba labda sehemu hii hapa kuna tower, but tower huwa zinaonekana, lakini kwa hapa hatuna tower, lakini nitawaonyesha mfano. Kwa hiyo uta click hiyo tower yako, uta click point, then uta add point. Kisha add point kwenye position ambapo una uhakika kabisa hiyo sehemu kuna tower, unakuja kwenye search, utaandika hapo tower. Kwa hiyo kuna aina nyingi za tower, utachagua maybe ni hii, uta click. Kwa hiyo tumeshaipa tag ya tower, lakini pia hii point inatumika kuadi miti. Kwa mfano tukitaka kuadi huu mti, tuta click point, then tutaenda kutafuta tree, tuta click tree. Ukiangalia umeona tag imebadilika, lakini kwenye uchoraji wa miti kidogo usichore miti mingi, maana kinachokuja kufanyika itaonekana kuna miti, yani miti itakava eneo kubwa sana. Kwa hiyo mara nyingi features muhimu tunazozichora na kwa ni majengo, barabara na features ambazo ni za muhimu. Kama kuna kuwa na hiyo sehemu kutakuwa na ofisi ya kiserikali, unaweza ukaionyesha kwa kutumia point ya. Lakini pia kama unataka kuonyesha kwamba iko ni kijiji kina jina fulani, unaweza kutumia point. Kwa hiyo ni introduction fupi ya OpenStreetMap. Kwa nitaruhusu maswali kwa wale ambao mnakuwa na maswali, nitaruhusu maswali, then tutaendelea na kipengele cha mwisho. Karibuni.
ya unaweza kuendelea kuwa unatupia swali kwenye sehemu ya kuchat. Kuna swali hapa naliona, hili swali linatoka kwa Carlos, anauliza kwamba tunanufaikaje na hii project. Ya, kwa jibu fupi ni kwamba hiyo SEM training, cha kwanza utaongeza ujuzi, kwamba ni training ambayo inakusaidia wewe kuweza kujua ishu nzima ya ramani na faida zake pia. Lakini pia kwenye upande wa kunufaika ni kwamba endapo kama ukiweka eneo lako kwenye ramani, kinachokuja kufanyika ni kwamba unaweza ukaonyesha features na matatizo ambayo maybe yanaweza kaa yanapatikana kwenye sehemu yako, kwa hiyo ikawa ni rahisi kwa hilo eneo lako kufikika na kuweza zile problem kuweza kuwa solved na taasisi nyinginezo. Kwa hiyo ni faida mojawapo ya ramani. Kwa mfano, tulikuwa tuna project tulifanya Mara, wenyewe ilikuwa ni inahusiana na mambo ya female genital mutilation, ukeketaji, na upande mzima wa OSM umechangia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kureduce ukeketaji kwa mkoa wa Mara. Na tulichokuwa tunakifanya ni kwamba tulikuwa tunaonyesha ni maeneo gani yamekuwa affected au ni maeneo gani janga hilo linaweza liliathiri sana. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya, tuna locate yale maeneo na tunaweza tukawa tunatumia vyombo vingine kuweza kufika kwenye ile sehemu husika. Kwa hiyo naamini kupitia ramani unaweza ukasaidia community yako kuweza kusolve problem zao. Asante Carlos, nadhani nimekujibu. Lakini pia kuna swali imetoka kwa Nasla Hamis, anauliza kwamba project hii itakaa muda gani, inataka muda gani per day? Kwenye issue nzima ya kumap ni wewe tu utakapokuwa una arrange muda wako, haikulimit wewe kufanya mambo yako mengine. Unaweza ukawa unaendelea na shughuli zako nyingine, lakini ukatenga muda wako kama masaa 3, 2 au 4 per day, unaweza ukafanya hii mapping. Nadhani nimekujibu Nasla. Wengine anaweza akatoa swali. Okay. Kwa hiyo ningependa tuendelee na section ya mwisho, ambayo section tuna platform ambapo huwa tunatumiaga kuchukua taski mbalimbali za kuchorea ramani. Okay, tutamalizia session ya mwisho kwa kuonyesha ni jinsi gani unaweza ukapata taski ya kuchorea ramani. Kuna platform ambayo tunaita Hot Task Manager.
Kwa hiyo unaweza ukaingia kwa ajili ya kwenda na yenyewe inatumia akaunti yako ya OpenStreetMap. Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya, ukishaingia unaandika tu task.hot au hot.osm.org and then una click enter. Unachotakiwa kuwa nacho ni akaunti yako ya OpenStreetMap. Kwa hiyo nimeona hapa tena kuna platform ambayo bila kuwa na akaunti ya OSM huwezi ukajoin. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, uta click kwenye task.osm then itakudirect kwamba uandike username yako, ulogin. Kwa uta login, andika username pamoja na password ile ya OSM then uta confirm. Baada ya hapo una uwezo wa kwenda kuexplore baadhi ya project ambao unazihitaji kuzifanya, na kama tulivyoongea kwamba hii platform ni worldwide, sio Tanzania tu. Kwa hiyo inafanya kazi nchi dunia nzima. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kutafuta project ambao maybe itakuwa ni close na wewe au yoyote ile ambayo utakuwa utafikiri kuifanya, lakini ni vyema zaidi ufanye project ya Tanzania, maana wewe uko Tanzania. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaweza uka select level. Kama just wewe ni beginner, unaweza uka click beginner, ukatafuta mapping ambazo ni kwa ajili ya beginner tu, but unaweza uka limit kwa kutumia organization, uka filter. Maybe tunaweza tukaweka Tanzania Development Trust, tunaweza tuka limit. Kwa hiyo ikakuletea taski zote ambazo ni beginner lakini ni za Tanzania Development Trust. So maybe let's try ya Mwanza, uta click then uta click contribute. Kwenye editor uta change, baada ya kuweka JSON tutaweka ID editor. Tutaenda kutafuta task ambayo haijawa mapped bado. Ukiangalia kwa hii task tunaona kila task imekuwa mapped. Kwa tutafute task ambayo, maana kwenye legend hapo inakuindicate kwamba ikiwa ni white inakuwa bado haijamapiwa, ikiwa ni blue inakuwa ready for validation na vingine. Kwa hiyo inabidi tutafute map task ambayo bado haijafanywa mapping. Kwa hiyo tutaenda kutafuta project ambayo bado. Kwa sisi chukua hii hapa beginner, contribute. Kwa hiyo utachagua kibox ambacho unatakiwa kwenda kufanyia mapping. Uta click iko kibox, then map selected task uta click. Kipindi hicho kumbuka kwenye editor kuweka ID editor, maana ndio tutakayoitumia. Kwa hiyo tuta click map selected task, then itatudirect moja kwa moja mpaka kwenye OpenStreetMap kwamba tuanze kuedit. Kwa hiyo hiki kibox chetu hiki hapa kimekuja kwenye ID editor. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya hapa, utachora mark instruction. Tumeambiwa tutumie image ambayo ni Maxa Premium. Kwa kabla hujaanza kuchora, ni vyema zaidi ukapitia instruction ujue kwamba hiyo task inahitaji uchore kitu gani. Kwa hiyo tutatumia image ambayo ni Maxa Premium. Tutachora roads and buildings peke yake. All hires should be joined up even if the exact location is split. Kwa hiyo ndio instruction ambayo inatudirect tufanye kitu gani. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya utachora, lakini kipindi unachora hakikisha uchore vitu vyote ambavyo viko ndani ya hiki kibox.
usichore vitu ambavyo viko out of this box. Kwa kama tulivyoelekezana ni vile vile ambavyo kwamba kwenye building tutatumia area, kwenye highways tutatumia line na vinginevyo. Haya, mimi kwa hapo nadhani ni washukuruni, maana muda wetu pia unaelekea ukingoni. Tutaendelea siku nyingine. Maybe labda nimalizie maswali kama mtakuwa nayo, ili tuendelee na vingine. Kama mtakuwa na maswali mnaweza mkauliza. Haya, asanteni. Naona muda wetu umeisha, kwa hiyo tunaweza tutakutana siku nyingine, tutatoa notification lini tutakutana tena. Asanteni. Haya, sawa sawa. Hujajoin mwanangu, mimi kwa sijui chochote, nimefurumushwa.